Bana, mchezo tumeushuhudia umemalizika. Lakini nimewaona Simba yani wamekuja kama wamelazimishwa na kama hawakuwa tayari kwa mchezo. Inawezekana wao Simba hawakuwa na maandalizi ya mchezo huu. Kwa namna nilivyoona walivyocheza. Hawakuja, nilitegemea wangekuja kama walivyokuja mechi ya mwanzo, dabi ya mwanzo ambao walifungwa goli moja. Walitaka. Ile mechi inaonekana waliitaka. This time wamekuja wako down, hawana ari, wanacheza kama wakamilisha dakika 90. Yanga waliushika mchezo. Ingetokea matokeo vinginevyo tungesema Yanga walishindwa wenyewe. Mimi nadhani siwezi kuiondolea credit Yanga kwa namna ambavyo waliendea mchezo. Inawezekana ndio sababu inofanya Simba waonekane kwa namna hiyo. Kwa nini? Kwa namna ambavyo pia Yanga walijaribu mwalimu kuchagua kikosi chake. Ukiangalia eneo la katikati ya kiwanja, mwalimu aliweka viungo wengi wenye tabia zote mbili ambazo wana uwezo wa kujilinda na wana uwezo wa kushambulia. Ukiangalia katikati alikuwepo Mudathiri, alikuwepo Aucho, lakini na Duke. Huwezi kumwacha Maxi, huwezi kumwacha Pacome. Pacome si miongoni mwa wale wachezaji dribbler sana ambao hawezi kurudi kudefend. Ni yule ambaye anaweza akakuofa, labda haiwezi kuwa sawa kwa sawa kwenye kudefend na kushambulia. Kwa hiyo ukiangalia wachezaji watano ambao 6 wanaocheza mbele ya wale walinzi wanne, wote wana tabia ya kujilinda. Kwa hiyo ni kama Yanga ilikuwa kwenye kujilinda, 90% ya wachezaji wao wanashiriki kikamilifu kwenye kujilinda. Lakini wakati wa kucheza hao ambao wanashiriki kwenye kujilinda ni wazuri pia wanapokuwa na mpira. Inawezekana sio mapasa wazuri, lakini ni wazuri, wanaweza waka maintain mpira hata kwenye pressure. Kwa hiyo nadhani approach ya Yanga inawezekana ikawa imewazofisha Simba. Kwa nini? Kwa sababu Simba pia bado wanatengeneza timu. Yaani wanatengeneza timu kwa maana hata ndani ya kiwanja wanategemea individual zaidi ili kuweza kupata game yao ambao inakuwa nzuri. Mfano ukikamata Mpanzu, no space ya kurani, no space ya kudribble, tayari Simba umepunguzia eneo kubwa sana la kucheza. Kwanza kwa sababu pia wao hawatengenezi hizo nyakati za kumfikia mara kwa mara. Unaweza kuona inapita dakika 7, 8 Mpanzu hajagusa mpira. Na ndio ambaye mchezaji anategemewa kuweza kuwasaidia kwenda mbele. Lakini leo ilikuwa no Kibu ambaye pia ndio kwenye individual zake huwa ana drive walau mita 30-25 kuweza kwenda mbele. Ni pressure nzuri pia. Na wakati timu haina mpira ni mtu ambaye anaweza kuweka pressure na timu ikapata. Kwa hiyo nadhani Yanga kuachilia mbali kile ambacho kimetokea leo, lakini bado walikuwa ni superior kwa Simba kwa msimu huu kulinganisha na historia ya timu na wachezaji. Simba kama unavyoona kiuchezaji ni wana wachezaji ambao wana namba nzuri kwa mtu mmoja mmoja. Lakini kama timu umri wake ni mdogo sana kuweza kuendea matukio mengine. Tukianza kuvuta kumbukumbu mechi ambazo Simba wamekutana na timu inaowapa daraja la juu la ushindani, ni mara ngapi tumekuwa tukijadili wametoka bila hata shot on target kwenye ushindani huo. Kwa hiyo ushindani wa leo waliokutana nao ndio ule ambao tuliwajadili wakikutana na Berkane, walikutana nao away. Ndio ule ambao tuliwajadili walikwenda na Stellenbosch away. Ndio daraja ambalo wamekutana nalo. Kwa hiyo mimi sioni kama Simba wakujiandaa kucheza mechi. Nachokiona ni kuwapa pongezi Yanga kwa kile ambacho wamekifanya kwenye mchezo wa leo. Na wakati mwingine uungwana katika michezo sio tu ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja. Kauli ya Fadlu inasakafia ambacho umesema Kiemba kwamba amewapongeza Yanga lakini anasema Yanga wana wachezaji wa mechi kubwa kama ya leo. Kwa mchezaji mmoja mmoja. Ukiacha tu timu kuwa na muunganiko, lakini wana wachezaji wa mechi kubwa kama ya leo. Kwamba hawana pressure. Wanajua ni wakati gani wanaweza wakatekeleza mipango ya mwalimu, wakati gani wakakuacha wewe ukafanya mipango yako, lakini wakiwa na experience ya namna ambavyo wanaweza wakakuangamiza wapi kwa kuangalia namna ambavyo wanaitaka mechi. Lakini pia kitu kwa kuongezea kwenye kile ambacho amekisema vizuri Kiemba and of course Edgar, najaribu kuwaza pia katika eneo la kisaikolojia ni kama ilikuwa kinyume na kile ambacho Simba walitarajia kwenye mchezo pia, kwa sababu tunakumbuka kama mtaungana na mimi kwa dakika kama 15 za kwanza Simba alikuwa kama team better team kiwanjani, naweza kusema kwa namna ambavyo walikuwa wana construct vitu kuanzia kwenye eneo la kwanza kulifikia eneo la mwisho. Na katika kipindi hichi pengine Simba wangepata bao, maybe ungekuwa mchezo tofauti sana.
lakini hakuwa ni kipindi ambacho kilizaa matunda. And then kuanzia dakika 25 kufika dakika 35 ikawa ni all Young Africans kwenye kutengeneza nafasi, kwenye kumiliki kila kitu. Yanga walikuwa ni better team. Baada ya pale Simba wakawa wanajaribu kupush kurejea, lakini haikuwa hivyo upande wao. And then second half inakuja, wanajaribu kupush na kujaribu kuipata game. Dakika 67 penalty inapatikana. Kwa hiyo kuna namna fulani baada ya ule mkojo wa penalty ni kama Simba sasa wakaanza kuondoka taratibu kwenye game, kwamba tunakwenda kwenye wakati tunakuja kwenye mchezo Yanga walikuwa big winners kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya kiwanja. Tunakuja kwenye game tumejaribu kupush, mambo hayajatokea. Dakika 67 penalty. Ikawa ni game, ikawa ni kama sema ambapo shughuli iliishia pale Mayopino, na kwa upande wao hawakuweza kurejea tena kwenye mchezo kuweza kucompete katika level ambayo ni sawia. And then inakuja swala sasa la brilliance, sababu ambazo Yanga walizifanya kuleta wachezaji kiwanjani na sababu ambazo Simba walizifanya kuleta wachezaji kiwanjani. Uliona kabisa kwamba Yanga walienda kuongeza nguvu. Kwa mfano mtu kama Mzize, yeye tu kurejea kuwepo kiwanjani, kuna vitu alivifanya ambavyo unaweza kusema vikawa positive na kuwadhuru Simba kuliko ambavyo mabadiliko ya Simba yalifanyika. Awesu aliingia, yes, lakini hauoni ile quality ambayo pengine Young Africans walienda kuongezewa na mabadiliko yao. Kwa hiyo ile concept ya ubora ambayo hata of course Fadlu ameikiri kama alivyogusia hapa Edgar, inasiliba kwamba Young Africans wamedeserve walichokipata leo hii, na Simba Sports wana kazi ya kujenga timu sasa. Maana timu wanne mfululizo. Yeah, na mimi nichukue nafasi hii pia kusema kwamba daraja la ubora la Yanga na Simba kwa sasa ni ardhi na mbingu. Kuna upishano mkubwa sana. Upishano ni mkubwa mno. Ni ardhi na mbingu. Dabi ya kufungwa mechi 5 mfululizo, tafsiri yake ni kwamba mshindani wako kakuzidi mbali. Anajipigia tu kama ngoma. Anajipigia tu kama ngoma. Mara 5 mfululizo. Sio tu mara 5 mfululizo, katika hizo mara 5 anachukua mbele yako ubingwa mara 4 mfululizo. Daraja ni ardhi na mbingu, na ndio maana leo hakuna kati yetu hapa no doubt ubora kosi cha Yanga. Sahihi. Kuna shabiki mmoja wa Simba alitamka hadharani kabisa, anasema kabisa na mnukuu, sisi Simba sasa hivi hatutakiwi kubishana na Yanga. Sahihi kabisa. Tuache Yanga waongee mno. Hawezi mpinzani wako akakupiga dabi mara 5 mfululizo. Nikamuuliza mara 2, unamaanisha? Akasema kaka, na maanisha. Mimi nilikutana na shabiki wa Yanga, sibishani naye, namuacha ana uhuru aongee. Na katika hilo labda inawezekana kama mjadala kwamba kwa nini tunawapa ukubwa huo Yanga. Kwa sababu pia tuiangalie future, labda misimu miwili inayokuja. Tunaiona Simba ikija kumuondoa Yanga huyu. Foundations zipo kama watachagua kuzitumia vizuri. Foundation hiyo. Yaani katika mazingira ambayo inawezekana hiyo kwamba Kimba sema wanajenga timu. Hatujui msimu ujao watakuja na maingizo yapi, ambayo mimi sitegemei kwamba Simba wataanza moja. Maana inawezekana ikawavuruga hii, ikaleta tafrani kwa uongozi wa Simba. Kwamba katika kujitathmini kasema ondoa wote wale, tuanze upya. Na hiyo kama yani naona dominance ya Yanga kama wao Simba kauli yao silikuwa wanajenga timu. Kwa hiyo sasa ujenzi ndio unavunja tena. Uko ujengaji timu of course hauvunji, unaanzia pale ulipo, unaongeza quality. Lakini tosha kusema kwamba na waona binafsi Yanga chini ya viongozi yao vijana washindani ambao niongezee nyingine wanataka sifa. Yaani ukiangalia lugha ya picha ya viongozi wa Yanga wanataka sifa na kuiua Kariakoo dabi. Zije dabi nyingine labda kuiua Kariakoo dabi. Kama viongozi wa Simba katika ujenzi wao wa timu wakaendelea kukosea hatua zao za ujenzi wa timu, basi nafikiri Kariakoo dabi mbeleni itabakia tu ni historia ambayo ilikuwepo na itaendelea kuwepo. Wanaweza wakajenga timu na wakajua, lakini lazima ukitaka kujua kumbiti mpinzani wako lazima ujue nguvu zake naye ziko wapi. Simba lazima wafanye utafiti, wajue nguvu ya mpinzani wao iko wapi. Kwa sababu unajua tofauti ya Simba na nani. Wakishajua nguvu ya mpinzani wakaua huo mtandao, ndio watakapofanikiwa. Bila kuua mtandao hata miaka 100 atakuwa anakufa tu. Mabalo mtandao japo mtambuka. Wakati mwingine tunaenda ndani ya uwanja kwa waliosoma Cuba wanajua. Yaani lazima Simba wajue wao wenzetu wanafanikiwa wanapitia nini ama wanapitia wapi. Wakishajua wanapofanikiwa na utajua sasa kumbe huku itabidi mtandao huu unabidi tuue.
Umeelewa bwana? Kwa viongozi wa Simba wawe wanafunzi katika kipindi hiki. Yani kujifunza. Yanga hawezi kuambia yani huwezi kuuza silaha zako kwa mpinzani. Simba wanatakiwa ndio wafanye utafiti. Yanga wanafanikiwa wapi? Yeah. Kwa nini mechi zetu za kawaida za ligi zinakuwa ngumu? Yanga anampa mtu 5, 7, 6. Wao kwa mbinde jasho linawatoka. Kwa ndio maana kabla lazima wafike mahali na wao wakae, wajitathmini, wajue wanafanya nini wapi. Ndio nje hapo hata miaka 20. Si ndio tunazungumzia quality hapa? Ndio tunazungumzia hiyo quality na ujue mpinzani wako anachezaje hiyo ligi. Tuko ni quality kwa sababu kama huyo mpinzani ambaye anakufunga wewe na kuwafunga na wengine. Basi kama kuna njia ambayo ni nje ya quality basi na wewe pia unatumika. Basi ndio nimesema kwani hata situmike. Kwa sababu unajua kwani unafikiri Simba atumiki? Kwa Yanga ubingwa anatumika kwa sababu pointi 6 anachangia. Sasa sikatumika. Anatumika kwa sababu anachangia pointi 6. Na alama 6 ni nyingi. Unajua msimu huu Yanga ametupa somo kubwa sana. Katika msimu ambao tulitegemea. Of course, pamoja na ujenzi wa timu ya Simba, lakini kuna wakati waliona inawezekana. They can compete. Na ni wenyewe waliset hiyo standard. They can compete. Yanga hii ambao msimu huu wamelisha makocha watatu. Huyu ni watatu. Sababisha hilo. Watatu. Lakini bado minabakia ubora wa kikosi cha Yanga na Simba. Kikosi chao kipingiki. Ni ardhi na mbingu. Ni kikosi hata kocha akasema ni wana wachezaji wa daraja la mechi kubwa. Na kuna wachezaji kadhaa wa Yanga individually huwa wanaweza wakaamua matokeo ya mechi. Pasipo kutegemea unajua timu. Mtu kama Pacome, Aziz Ki walikuwa wakati mwingine wanaamua mechi wenyewe. Binafsi tu individual. Simba hawana mchezaji kama huyo. Ni kama game ya leo Pacome amedecide. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima wao wajue tunataka wachezaji wa aina gani. Tukishaboresha timu, tukishajua timu ya kushindana, lazima wajue waende extra mile, wajiongeze. Kwa sababu unajua Edgar, wani wakati kuboresha kikosi kwa nini Edgar bona guna nini? Yani ulikuwa umetoka kuzungumzia dabi hapa na nani yake ni kwamba wakati Yanga wanajitafuta yani walau walikuwa wanapapatua sare moja wanashinda moja bila mchezo Simba lakini Simba wakati wanajitafuta wanachezea mbondo sana.